Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky bado ana mipango ya kuweza kuidhibiti Urusi kutokana na mashambulizi yake makali inayoendesha nchini humo. Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makali kila kukicha, na wakati huu maeneo mengi nchini Ukraine ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Kiev yanakosa umeme kutokana na mashambulizi makali yanayofanywa na Urusi. Sasa Rais Volodymyr Zelensky ameona njia pekee ya kuweza kujiokoa kwanza ni kusaka mifumo ya ulinzi wa anga, mifumo imara ambayo itaweza kupambana na makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za Urusi. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amewarai washirika wake kumpatia mifumo ya ulinzi wa anga kujikinga na mashambulizi ya Urusi ambayo amesema yameongeza madhila kwa umma wa Ukraine msimu huu wa baridi. Ametoa mwito huo alipowasili kwenye mji mkuu wa Lithuania kushiriki kumbukumbu la vuguvugu la umma lililotokea nchini Poland na Lithuania mwaka 1863 dhidi ya utawala wa Urusi wa zamani. Na hivyo wakati huu rais huyo wa Ukraine anatumia muda huu kutangazia ulimwengu kwamba sasa anahitaji kujilinda na kuwalinda raia wake wasidhurike kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Urusi katika ardhi ya Ukraine katika maeneo mbalimbali nchini humo. Amesema wiki hii pekee Urusi imefanya mashambulizi zaidi ya 1700 ya drone, mabomu 1380 na makombora 69 nchini Ukraine. Na amesisitiza hali hiyo ndio inafanya kuwa muhimu kwa serikali yake kuomba msaada zaidi wa ulinzi wa anga. Amearifu kuwa tayari anafanya mazungumzo na Marekani na Ulaya kuhakikisha wanapata ulinzi madhubuti wa anga dhidi ya hujuma zinazofanywa na Urusi. Wakati huu Urusi kwa kiasi fulani imefanya mashambulizi makubwa nchini humo na imesababisha vifo vya watu wengi karibia wiki hii na kujeruhi watu wengi. Bado hakuna taarifa rasmi kwa sababu mashambulizi ya Urusi yanafanyika wakati wowote na hakuna wakati ambapo itakuwa ni wakati maalum kwa Urusi kufanya mashambulizi. Maafa hayo yanatokea wakati ambapo wajumbe wanaoshiriki mazungumzo ya amani kutoka Urusi na Ukraine na Marekani wamefanya mazungumzo hayo Abu Dhabi, wakimaliza siku ya jana Jumapili ikiwa ni siku yao ya pili baada ya kuanza Jumamosi. Licha ya kwamba mazungumzo hayo yanadaiwa kwamba yamemalizika kwa matumaini fulani ya kumalizika kwa vita. Kulingana na kiongozi wa kijeshi mjini Kiev, Timur Tachenko, anadai kwamba mashambulizi ya Urusi yameua watu wengi nchini Ukraine na kuwajeruhi wengi, licha ya kwamba hakutoa idadi kamili. Watu 19 wanadaiwa kujeruhiwa kwenye mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine wa Kharkiv. Hayo pia yameelezwa na meya wa mji huo Ihor Terehov. Mazungumzo ya wajumbe wa mataifa hayo matatu kwa maana Urusi, Ukraine pamoja na Marekani ni tukio la kwanza linalojulikana ambapo maafisa wa utawala wa Marekani wamekaa na nchi zote mbili, Ukraine na Urusi, kama sehemu ya msukumo wa Washington na kutaka kumaliza uvamizi huo wa Urusi nchini Ukraine. Kadhalika, moja kati ya jambo kubwa ambalo wakati huu linatajwa ni kwamba ni mkutano unaopangwa wa kuwakutanisha viongozi wawili, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Na kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani ni kwamba uwezekano wa mkutano huo upo kwa asilimia kubwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.